Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni washukuru wote ambao tumepata kibali tena jioni ya leo cha kuwa mahali hapa katika mwendelezo wa juma letu siku ya leo. Na leo tuko siku ya Jumanne. Tunaamini ya kwamba Mungu wetu ameendelea kutuhudumia kwa baraka wake katika nyumba yake. Ni washukuru waimbaji. Bwana wabariki sana. Ujumbe ulioletwa kwetu na tutaka kuamsha imani zetu. Waimbaji wanatamani tuwe na imani imara, ili katika imani hiyo basi tuweze kusimama na kukabili nyakati ngumu katika maisha yetu na safari ya maisha haya ya kiroho. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii tena kuwaleta, na kwamba ametoa kibali chake ili tuweze kukutana katika mwendelezo wa masomo yetu yanayogusa case study za maisha ya kifamilia. Na jioni ya leo tena Bwana analo neno la uzima analotamani kuzungumza nasi. Wakati nikimngojea rafiki yangu aniweke mjini, nipende kumshukuru mchungaji mwenyeji wetu na wazee wa kanisa kwa ajili ya huduma yao wanaoendelea kunipatia katika uwepo wangu katika maeneo haya. Ninajisikia kukilimiwa, ninatiwa moyo, najisikia niko nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana wabariki sana, na aendelee kuwatunza na kuwatumia katika shamba lake. Na baada ya kusema maneno hayo, basi niwaalike tena, kwa sababu ya muda wetu umesonga, twende katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4. Wafalme wa Pili sura ya 4. Twende katika kitabu hicho cha Wafalme wa Pili sura ile ya 4. Tutasoma kuanzia aya ya kwanza, tutakwenda mpaka aya ya 7. Waliofika hapo waseme amen. Ambao hawajafika waseme nisubirie. Mgeukie jirani yako, mwambie chukua Biblia yako ufungue Wafalme wa Pili 4 aya ya kwanza mpaka aya ya 7. Nimesema umgeukie na hujamgeukia. Ni kutokusikiliza maelekezo ya mhubiri. Na kama hana Biblia, mwambie basi njoo na Biblia yako kuanzia kesho. Basi niwalike sasa tusome. Niwalike tusome. Inasema, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake wa wana wa manabii alimlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache,
kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vyote, akamwambia mwanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Mwisho wa kusoma. Jamani, mwisho wa kusoma. Somo letu la leo linaendelea kipande cha pili kutoka kwenye somo la jana, mtanziko katika nyumba ya mjane, sehemu ya pili. Ukiwa jirani yako mwambie, mtanziko katika nyumba ya mjane, sehemu ya pili. Mgogoro ni kwamba umekaa peke yako, hutaki kusogelea wenzako. Basi ambie nafsi yako mwenyewe. Tuombe. Baba, asante tena jioni ya leo, kwa kuwa ni mapenzi yako tuwe mahali hapa. Tunaomba tena mara hii utufundishe, uliweke neno lako katika maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba, amen. Nikiwa nimeingia katika kazi zangu za kawaida za kichungaji, ulikuwa ni mwaka 2015. Nimeingia ofisini mida ya 2:00. Ninaendelea kufanya kazi yangu. Wakati nikiendelea hapo ofisini, nikapokea simu, na ile simu ikaita kwa lugha ngeni kidogo, tofauti kabisa na namna ambavyo washiriki wangu huniita. Ikatamka ikasema, baba mchungaji. Na mimi nikaitikia nikasema, naam mama yangu, maana alikuwa ni mwanamke. Akaniambia, tafadhali ninaomba unipatie nafasi ya kuonana na wewe nyumbani mwangu. Nikasema, hakuna shida, nitakuja ili nije nikutembelee. Akarudia akasema, baba, naomba unihakikishie, kwa sababu katika nyumba yangu giza limetanda na milango imegoma kufunguka. Kwa hiyo ninahitaji msaada kutoka kwako. Mama yule katika lugha yake aliyoitamka kulikuwa na uzito wa jambo. Nami nikasema, mama, uko mahali wapi? Akasema, niko mahala fulani. Ninaomba baba mchungaji uje bila kukosa. Ndipo nilipoamua kumpigia mzee wangu kiongozi, na kisha nikawa nimempigia shemasi mkuu wa kike, na kulikuwa na kijana naye nikamchukua. Tukawa timu ya watu 4. Nimewachukua kwa sababu ya uzito wa jambo alilolisema. Amesema nyumbani mwake kuna giza, na amesema milango imegoma kufunguka. Basi niliowaita wakaja, na tukatoka tukaenda nyumbani mwa mama huyu. Unajua, tulipofika
Yule mama akatupokea hapo nje na kisha akatuongoza nyumbani mwake. Tukaenda mpaka nyumbani mwake, tukaingia hapa sebuleni, na tulipoingia sebuleni akatusihi tuweze kukaa katika sofa za nyumba yake, ndipo tukakaa pale sebuleni. Kisha akatuomba tena, akasema, baba mchungaji, naomba univumilie muda kidogo nije hapa ndani. Yule mama akatuacha sebuleni akaenda huko chumbani. Baada ya kama dakika 2 hivi akaja amebeba kitu mikononi mwake, na tulipotazama vizuri tukagundua amebeba mtu mikononi mwake, na ni mtu mzima. Amemweka kwenye mikono yake kwa ujasiri na akambeba. Tulipomwangalia yule mtu tukagundua alikuwa ni mtu mzima, mwanaume. Mama amebeba. Unajua, tulipomwangalia yule mwanaume amekuwa kama mtoto mdogo, lakini amebebwa kwenye mikono ya mwanamke shujaa akiwa amempakata vizuri. Ndipo mama yule akamweka yule mwanaume, akamweka pembeni mwa sofa yake, akamweka hapo kwenye kona hapo, akampanga miguu yake na akapanga na mikono yake na kisha akapanga na shingo yake. Unajua, wote tuliokuwa pale sebuleni tukabaki tumetekewa, maana tulipomwona yule mtu katika hali yake aliyokuwa nayo, alikuwa katika hali ya kuogofya na kutisha mno. Hakuna aliyeongea hata mmoja. Ndipo mama alipomaliza kumpaki yule baba, akamtengeneza katika kinywa chake, akatoa kitambaa kimoja kilichokuwa mdomoni, akakifyatua, mate yakateremka, na kisha akapachika leso nyingine akafunika kichwa chake. Ndipo akatutazama na kusema ya kwamba, baba mchungaji, huyu ni mume wangu na amekuwa mgonjwa namna hii miaka 3 sasa. Alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri, na alikuwa ni mtu ambaye amesoma, na alikuwa mtu ambaye ni mwajiriwa wa serikali. Lakini katikati ya safari ya maisha yake, kwa kuwa tunaishi katika dunia hii, baba huyu akaugua ghafla. Ilikuwa ni asubuhi moja, anasimama ili aende kazini mwake, anaelekea kwenye gari yake. Ghafla tukashangaa kitu kama umeme umetandika kwenye mwili wake, na stoko ikapiga mwili wake wote. Ndipo kwa mara ya mwisho nilimwona mume wangu akiwa amesimama alipoanguka siku ile. Na tangu hapo tumepeleka Bugando, tumepeleka Muhimbili, na kilichobakia ni kwamba mume wangu sasa anaendelea kutumia dawa akiwa hapa nyumbani. Mama yule alipozungumza maneno yale magumu, hata maneno yakatuishia. Tulipomtazama yule mzee, naye akatutazama, akatikisa kichwa chake. Mama yule akatutafasiria, anasema ya kwamba mguse kichwa chake, na ndipo nikanyosha mkono wangu kumgusa mzee yule. Unajua, nilipoomba naye hata maombi yamekosekana, nina maneno machache peke yake. Nikasema, Baba, unajua shida ya mtumishi wako, na kwa sababu unajua tuko hapa kukuita wewe peke yake, ambaye kama mama huyu alivyosema, katika nyumba hili giza limetanda, na kwamba katika nyumba hii milango imefunga. Baba, tunaomba usikie, ikiwa utaona vyema muinue mtumishi wako. Na tulipomaliza kuomba, tukamtazama yule mama. Ni mama anatoa machozi kimya kimya, machozi kama ya ng'ombe. Na baada ya hapo tukamtazama yule mzee, tukauona uso wa bashasha wa baba yule akitikisa kichwa chake na kutabasamu. Na unajua, nikagundua hapatakiwi kuendelea kukaa. Mchungaji anaweza kukubaliana na mimi, mahali ambapo kuna matatizo makubwa, wachungaji, usikae kupiga porojo hapo wala kuuliza hoja. Umemaliza misheni yako, aga
utoweke mara moja, usije kutwishwa mizigo usiokuwa na majawabu yake. Nikamtazama mama yule, nikamwambia, mama, tumemaliza ugeni wetu na tunaomba tuende. Akauliza, hivyo baba, mtu anasema, baba mchungaji, hivyo umemaliza? Nikamwambia, mama, ya tosha, yeye aliyemuumba amekwisha kusikia. Nikawatazama niliokwenda nao, nikaona ni kama wanataka kuendelea kukaa. Nikawaonyesha ishara ya kwamba tutoweke mara moja, twende tukaendelee na shughuli zetu. Tukaondoka na tukaenda tukakaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Unajua, baada ya wiki moja nikawapigia simu wale tena, nikawaambia, jamani, twende tukamtazame yule mzee. Tukaondoka tukaenda, na tulipofika kwenye hii nyumba, mama yule akatupokea na tukamtazama, uso wake umepoteza tumaini. Akatupokea getini kwake, akatupeleka mpaka sebuleni. Na tulipofika sebuleni siku ya leo, tukamkuta tena mzee hayupo sebuleni. Mama yule akasema, mnisubirie hapa kidogo. Akaenda tena kule chumbani. Mama akaenda akabeba mzigo wake. Mume wake akaja naye akamleta mpaka pale sebuleni. Na tulipomtazama yule baba usoni, nikakutanisha naye macho. Akanitazama yule mzee, akalia kwa uchungu, na wakati analia na chama kinywa chake, ndipo lile leso la mdomo wake likashuka chini na mate yakatililika kushuka chini. Akalia kwa uchungu. Mama alipoona mume wake analia, akamtazama na yeye mume wake, na yeye akalia kwa uchungu. Siku hiyo pastor, hatukuwa na maneno. Tulienda tukamkuta mzee ana furaha, maana ameletewa watumishi wa Mungu aliye hai ili tuombe pamoja naye. Na tumeomba, na Bwana badala ya kumuinua katika kitanda chake, hali yake imezidi kuwa mbaya kuliko tulipokuja mara ya kwanza. Na hivyo mzee amepoteza matumaini. Alipotutazama amepoteza matumaini. Na ndipo tulipomkaribia mara hii, tukamtazama, tukaomba naye. Nikakoti Zaburi ya 46 kwamba wewe Baba ambaye ni Mungu, kwa kuwa wewe ndiye kimbilio na msaada wetu wakati wa mateso, kwa hiyo hatutaogopa mabaya. Tunakusihi uingilie kati. Na baada ya maombi yale, Roho akanisukuma kuomba ombi sijawahi kuliomba tena. Nikasema, Baba, tulikuja wiki iliyopita na mgonjwa huwa na miaka 3 katika kitanda chake. Mama huyu anahangaika, maana katika kupoza kwake, wakati mwili wote unapoza, hata ulimi wake ukapoza na ukaanguka kuelekea ndani na wala sio kutoka nje. Kwa hiyo hata chakula hawezi kupata vizuri, hata kinywaji hawezi kupata vizuri, hata dozi ya dawa yake nusu inakwenda nusu inatoka. Baada ya uchungu huo na kuomba, nikasema, Baba, ikiwa unaona ni wa kupona ndani ya siku hizi chache, apone. Lakini kama si hivyo, Baba, itoshe taabu hii ambayo mama huyu anaipata. Baada ya kuomba maombi hayo, tukatoka. Tulipotoka nje, ndipo mama akaniambia, una upako baba mchungaji, unaomba una upako, maana umeomba taabu yangu, umeomba juu ya maumivu yangu, na kwa sababu hiyo ninaomba Baba aingilie kati. Nimechoka kubeba, nimechoka kutawaza, nimechoka kulisha, nimechoka kutibisha. Miaka hii 3 nimepoteza kazi yangu kwa ajili ya mzee huyu, na kwa sababu ndiye mme wangu, na alisema bora kupoteza vingine mpaka hatua ya mwisho ya mme wangu. Baada ya maneno hayo, tukamtia moyo mama yule, tukaondoka. Na tulipoondoka, usiku wa kwanza ukapita,
Usiku wa pili saa 9 usiku nikapokea simu nikiwa nimelala. Mama yule akapiga simu. Nilipopokea simu akaita kwa furaha, baba mchungaji. Nikamuuliza, mama habari gani? Akasema, nina habari njema. Nikamuuliza, mama nini? Akasema, Bwana amesikia maombi yetu. Unajua, kwenye simu nikaharakisha kuuliza, mama amepona? Akasema, la, hajapona. Sasa unafurahia nini? Akasema, baba, kama ulivyoomba, mume wangu Mungu ameruhusu apumzike katika taabu yake, na amepumzika akiwa na furaha, uso wake ukiwa na bashasha kuliko siku zote. Na kwa sababu hiyo nina neno moja ninalotaka kukwambia, baba mchungaji. Ninajua mume wangu amekufa, lakini nitamuona tena mbinguni. Mama yule alipozungumza maneno yale yakanitia moyo. Hakuwa mshiriki wa kanisa letu, hakuwa Mwadventista msabato, lakini nikaenda kwenye msiba ule, na mama akachagua kwamba mchungaji peke yake ndiye atakayeendesha msiba huo. Na unajua, baada ya huduma hiyo tukaondoka na tukaanza kuwasiliana na mama yule. Baada ya muda, na yeye akayatoa maisha yake kwa Yesu Kristo. Sasa nikasema leo nataka niwaambie watakatifu wa Bwana ya kwamba tunaishi katika nchi ya wanaokufa. Na kwa sababu tunaishi katika nchi ya wanaokufa, mimi na wewe ni wataradhia. Wakati wowote mimi na wewe, kuna siku itakuja watu watatuzunguka wakiimba parapanda itakapolia. Na nataka jioni ya leo niwatie moyo, heri kujenga urafiki na Yesu Kristo ili tukaishi katika nchi ya wasiokufa. Haleluya! Ni katika muktadha kama huu ndicho tunachokisoma katika kitabu hiki tulichosoma jioni ya leo. Kitabu hiki cha Wafalme leo kinatuletea mwanamke mwingine ambaye huenda katika maisha yake aliishi na mume wake kwa furaha, wakipendana na kujaliana na kutiana moyo katika safari ya maisha yao. Biblia inaeleza katika maisha yao ya kaya na familia, Bwana alibariki maisha yao, akawapatia watoto 2, wakamshangilia Bwana. Lakini Biblia tena inasema bado mwanaume huyu alikuwa ni mtu wa Mungu, mtu wa Mungu aliye hai, tena katika chuo cha manabii. Sasa naomba leo nitatuliza kichwa kidogo. Naomba na wewe utulize kichwa kidogo. Wakati nikizungumza hivi, kwa nini ninarudia? Watakatifu wa Bwana, katika masomo ya kaya na familia tumetumia muda mwingi sana kuhubiriana juu ya mambo ya ndoa, namna ya kuhendo ndoa, namna ya kufariji ndoa. Lakini wakati huo hatutumii muda mwingi kuzungumzia matokeo ya safari ya maisha yetu ya wanandoa, kwamba katika maisha haya tunapokuwa kwenye ndoa, kuna siku inakuja, kuna mtu atakuwa mugane na kuna mtu atakuwa mujane, whether you like or not. Na kwa sababu huwa tuzungumzii sana juu ya chama hiki mimi nimesema kwenye hili juma hili nitakuwa ninagonga kwenye case study, kwenye migogoro ya namna ya kujiandaa kukabiri kile tunachotakiwa kuwa baada ya maisha haya, kama Yesu Kristo atachelewa kuja. Naona leo watu, mzee, chuma kimeanguka hapa, baridi imeingia, watu wameshika shavu wote.
Narudia tena, tunaishi katika nchi ya wanaokufa. Tafuta mali, tafuta pesa, jenga majumba, lakini nataka nikupendekezee, tengeneza urafiki na Mungu wa mbinguni. Kwa kuwa tunaishi katika nchi ya wanaokufa, mimi na wewe ni suspect wa kukata kamba wakati wowote. Kuna siku utaacha mjane, kuna siku utaacha mgane, na kuna siku utaacha watoto. Ikiwa Yesu Kristo atachelewa kuja. Na leo wala sihitaji pastor kuharakisha sana. Nataka kwenda pole pole ili ikoze kabisa, iwe inaingia kama ina. Wale akina mama wanaowahi kupaka ina, wale inaingia inakoza kabisa. Maana kuna muda tunajisahaulisha kwenye haya maisha. Tunadhani kana kwamba tutaishi milele. Tunapoteza connection na Mungu wa mbinguni tukientertain maisha yetu ya hapa duniani. Narudia tena, kuna siku inakuja, kama Yesu Kristo atachelewa, mimi na wewe magari yatapaki. Na kilichonishangaza pastor ni kwamba anayekufa ni mtumishi wa Mungu aliye hai, tena nabii katika chuo cha manabii. Commentator wa Biblia wanajaribu kumtafuta huyu ni nani hasa. Baadhi yao wanasema ni Obadia, mtumishi mwaminifu wa Elia na mtumishi mwaminifu aliyefanya kazi kwenye ofisi ya ikulu ya mfalme Ahabu mwana wa Omri. Yeye baada ya maisha, Biblia inasema akakata kamba, na alipokata kamba, kwa bahati mbaya sana, wakati anakata kamba, Biblia yangu na Biblia yako inaeleza ya kwamba akaacha mjane. Na mama alipoachwa, siku chache baada ya maombolezo ya mume wake, machozi yalipoisha, wakaja wanaume kutoka Stanbic Bank, wakaja wanaume kutoka NBC, wakaja wanaume kutoka CRDB, wakaja wanaume kutoka NBC, wakaja kutoka NMB, wakaja wanaume kutoka SACCOS. Ninajaribu kurudia na nimewambia nitakwenda pole pole. Na mama, giza limeingia kwenye familia. Amepoteza mme, chanzo cha uchumi wa familia. Lakini mme aliyepotea, mzee, amepotea akiwa na madeni lukuki nyuma yake. Haielezi vizuri ilikuwa kuwaje, lakini kama ilivyo wanaume wengi katikati yetu na wanawake wengi katikati yetu, wakati mwingine tunajaribiwa kuingia kwenye madeni bila kujulisha wenzi wetu. Kuna siku utaacha mama huku nyuma, sio analia kukupoteza, analia kulipa madeni, na madeni yanataka yalipwe. Na naomba hapa niende pole pole. Moja ya ndoa zilizoko leo zinalia na kufarakana kwa sababu ya madeni ya asili yaliyoingia bila kujulikana. Alienda mama kimya kimya kwenye SACCOS ya kina mama wenzake, akavuta milioni 30, amepeleka kichwa cha picha ya mume wake, kitambulisho cha taifa, akaenda kisirisiri akamweka bondi bila mzee kujua. Na mzee anatembea kwa amani hapa duniani, asijue alishawekwa bondi kimya kimya na mamke wake. Sasa mama anakata kamba. Baada ya kukata kamba mama, matatizo yanaibuka. Wakati baba anaomboleza, linakuja deni la milioni 40.
mama alikopa SACCOS. Alisha kuchukua kimya kimya utambulisho wako, akaenda akatoa kopi, na alipomaliza kutoa kopi akacrop mpaka sahihi yako, akaenda kupeleka kwenye ushirika. Anataka kuramba hela kwa wakati mfupi, akazifyagia. Biblia inasema mama huyu baada ya mume wake kufa, tayari kuna tatizo jingine. Pastor, nimekaa nikasoma kwa kutafakari sana kisa hiki, ya kwamba katika maisha haya kuna wakati Mungu huruhusu tatizo juu ya tatizo vibishe hodi katikati ya familia zetu. Ana tatizo la kwanza la kufiwa, ana tatizo la pili la umaskini, ana tatizo la tatu namna atakavyolea watoto walioachwa, linakuja tatizo la nne, tatizo la kulipa deni. Mama alipoliona tatizo akaona hili siwezi kulihendo, akalichukua kwenda kwa kiongozi ambaye anaitwa Dean of Theology. Kule wale tuliosomea mahala fulani kule Uganda, huenda angekuwa Profesa Warancha sasa huyu. Kaenda kwa nabii, na mama alipokwenda amesalimisha mambo yote, akafika akamwambia, baba yangu, mtumwa wako, mume wangu amekufa, na unajua kabisa alijitoa kumtumikia Bwana. Na commentator unachukua advantage kutaka kuprove kwamba huenda ni Obadia, kwa sababu Obadia ndiye aliyejitoa kumtumikia Bwana, akajitoa na kuficha manabii wakati mambo yameharibika. Sasa mama anarejelea kile mzee alichokifanya hapa kanisani Magomeni. Alifanya mambo makubwa na ya pekee. Anasema pamoja na hayo, Mungu amemlipia kifo na deni juu yake. Sasa baba, nimekuja kukushtakia, na nimekuja tu baba nikiwa na ajenda moja. Watoto wangu wanachukuliwa kwenda utumwani. Maana kwa mujibu wa taratibu wa sheria za Musa ni kwamba mama, mume wako anapokufa na wewe una watoto wa kiume nyumbani, kama mume huyu alikuwa na madeni, hukutakiwa kutangaza umefilisika. Ulitakiwa kutangaza una mali bado nyumbani, na mali hiyo ni watoto. Ulitakiwa kuwatoa ili wakafanye kazi ya kuwa watumwa, kulipia deni ya baba aliyefariki. Na hivyo baba, mama huyu anakwenda kwa nabii na kumweleza, kwa sababu hiyo mume wangu amekufa na wadeni wamekuja. Wanachohitaji ni kimoja peke yake, wawachukue watoto wangu. Na mimi ninaona maisha yangu hayana matumaini, maana mwaka wa jubilee si ujui utakuwa lini, mahali watakaposamehewa na kuwekwa huru. Sasa nimekuletea mikononi mwako. Biblia inasema mama alipomaliza kueleza kwa uchungu, nabii akamuuliza swali, unataka nikufanyie nini? Niliwaambia wiki hii tutakuwa tunaisoma Biblia kwa kila hatua, maana kila neno kwenye Biblia limebeba maana kubwa usioidhani. Anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Mgeuke jirani yako mwambie, sikiliza sasa haka kitu hapa mchungaji anataka kusema. Mama amekwenda kusema, amemimina moyo wake, anasema mume wangu amekufa. Na si tu nina msiba, baba amekufa akiwa na deni, na wenye deni wanachukua hazina iliyobaki na tumaini la maisha yangu kwenda na utumwani. Nabii anamwambia mama, kwa hiyo unataka nikufanyie nini?
Niliposoma mara ya kwanza nikadhani huyu nabii huenda naye alikutwa yuko out of mood, ana hasira, maana hili swali huwezi ukauliza mtu aliyeleta tatizo. Lakini baadaye nilipotuliza kichwa nikasema hapana, kuna hoja ya msingi. Kwa nini nabii anauliza mama, unataka nikufanyie nini? Sababu ya pekee ni kwamba mama amekuja na ajenda mbili. Ajenda ya kwanza ni mume wangu amekufa. Ajenda ya pili ni watoto wangu wanakwenda utumwani. Sasa nabii anamuuliza mama, kati ya haya mawili unataka nikufanyie lipi? Kuna mtu hajanielewa. Kuna mtu anajielewa. Narudia tena, amekwenda na ajenda mbili. Anaanza mgogoro uliopita, mume wangu amekufa. Mgogoro wa pili anasema watoto wangu wanakwenda utumwani. Sasa nabii naye anamuuliza mama, hivi kipaumbele chako hasa ni nini? Nikufufulie mume wako au ni kuokolea watoto wanaokwenda utumwani? Kuna raha kusoma ukiwa umetulia. Anamuuliza mama, kipaumbele chako hasa ni nini unapoleta maombi kwangu? Unataka nikufufulie wakati wako uliopita au nikuokolee wakati wako ujao? Maana ninaweza kufanya yote, lakini kwa sababu umekuja na mchanganyiko wa mawazo na hoja ulizojenga, naomba mama unisaidie kujua specific ya hoja yako hasa ni nini. Nikufufulie matatizo yako yaliyopita au nikuokolee nyakati zako zijazo? Chagua moja. Kuna mtu hajaelewa, narudia. Moja ya mgogoro tunapokwenda kwa Mungu wa mbinguni kwa ajili ya maombi, tatizo tulio nalo huwa tunakwenda na utitiri wa rejea ya matatizo yaliyopita. Tunashindwa kwenda kujikita kwenye ajenda iliyoko mbele yetu. Sasa nabii anauliza, hivi unachotaka mama hasa kinachokusumbua, je, ni matatizo ya huko nyuma, ajenda ya mume wako aliyekwisha kufariki, au unataka msaada watoto wasiende utumwani? Na Biblia inasema kwa kuwa nabii anamuuliza ili kuamsha kichwa chake, hamruhusu mama ajieleze, lakini anachokifanya ni kutaka tu kuliweka neno hili liwe msaada kwetu sisi tunaokwenda kwake, kwamba kila tunapokwenda tusiende na ajenda ya mambo yaliyopita, twende na ajenda ya mambo yajayo. Haleluya. Akamuuliza sasa, akamunyima muda wa kujieleza, alafu akamuuliza mama, una nini nyumbani mwako? Una kitu gani nyumbani mwako? Nimemwambia haka wiki tutakuwa tunaenda tu na neno la muhimu. Mama akafungua tena kinywa kujibu. Akasema, mtumwa wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mama yangu, kuna mshiriki mmoja hajaelewa, narudia. Akasema, sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Labda wenzangu Kiswahili chenu kimekaa vizuri. Mimi narudia ili mtu anielewe. Akasema, sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ningekuwa na tafsiri ningesema hivi, akasema sina kitu na nina kitu. Tatizo la mtanziko wa msiba katika familia ya mama imemfanya anashindwa kueleza, hasa katika ufasaha. Anasema sina kitu, lakini wakati huo nina kitu. Anasema sina kitu, wakati huo anasema nina kitu. Anasema sina kitu, lakini wakati huo nina kitu. Sasa swali la msingi, mama,
Hivi wewe uko wapi sasa? Bwana Yesu asifiwe. Nimwambia leo sina stress leo, naenda polepole tu. Mara kadhaa tunapomkabili Yesu Kristo tunakwenda na hoja hizi kama za huyu mama. Ukiambiwa unamwambia sina kitu, ila kuna kahela kidogo tu kamebaki kakulindia familia yangu. Ukimgusa mtu anakuambia sina kitu mpendwa, lakini kwa kweli kuna kitu kadogo tu kamebaki ambao kanaweza kunisukuma wiki hii moja. Akienda kwa Yesu Kristo atakwambia baba, mimi sina kitu baba. Lakini wakati wanakwambia isipokuwa kaunga kakutosha wiki hii kuwasukuma watoto. Sasa swali langu la msingi, hivi wewe uko upande gani? Sunyoshe tu maelezo, sina chochote baba, nataka uniguse. Mama nasema sina kitu, na kwa chupa ya mafuta nyumbani mwangu. Ninafurahi katikati ya maneno ya mama, maana nabii hashughuliki na matatizo ya maneno yake, anashughulika na mtazamo wa mama. Maana katika maisha haya kilicho kidogo mbele za Bwana ndicho kilicho kikubwa katika miujiza yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu ninayemtumikia ana kawaida ya kutumia mikate miwili, kutumia samaki wawili na mikate mitano akalisha watu 4,000. Ana kawaida ya kutumia mikate kidogo, mikate 7 na tusamaki tuchache kulisha watu 4,000. Ana kawaida ya kutumia mikate mitano na tusamaki tuwili kulisha watu 5,000. Yeye ni Mungu wa vidogo kwenda vikubwa. Haleluya. Kiamini kidogo ulicho nacho. Kiamini kidogo ulicho nacho. Jamani, amini kidogo ulicho nacho. Shukuru kwa kidogo ulicho nacho. Kikubali kidogo ulicho nacho. Mtukuze kwa kidogo ulicho nacho. Acha kuhangaika na vingi usivyokuwa navyo. Yeye ana kawaida ya kuoperate kutoka kwa vile vinavyoonekana kama havifai. Lakini wakati nasoma hapa nikagundua hii kitu ina maana kubwa zaidi. Mama amekwenda analia kwa nabii. Anasema mtumwa wako mume wangu amekufa, na sasa watoto wanakwenda utumwani, na sina namna ya kulipa deni. Nabii anauliza una nini mama nyumbani mwako? Nimependa hii statement kwa sababu nabii anataka kutupa theolojia ya pekee iliyobeba Biblia yote. Haleluya, haleluya. Hujanielewa? Anamuuliza una nini? Anasema nina chupa ya mafuta. Nataka niwaambie watakatifu wa Mungu, anamuuliza kilichoko nyumbani. Maana Mungu wetu wa mbinguni ni Mungu ambaye anahitaji nabii atufundishe ya kwamba kwa kuwa mama huyu katika mji wake kitu ambacho alikuwa hajui, ya kwamba Mungu tayari alikuwa ameweka suluhisho la matatizo yake katika nyumba yake hata kabla ya matatizo hayajatokea. Mafuta yalikuwepo, kachupa kalikuwepo hata kabla mume wake hajafa, kachupa kalikuwepo hata kabla ya wadeni hawajaja. Na kwa sababu hiyo jioni ya leo na habari njema, nataka niwaambie ya kwamba suluhisho la Mungu lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Suluhisho la Mungu lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Tatizo ni kwamba hujajua suluhisho la Mungu mahali lilipo, maana huwa lina kawaida ya kuja mapema kabla ya matatizo hayajatokea. Na ndio maana nabii anamuuliza mama, wakati tatizo linatokea ulikuwa na nini nyumbani mwako? Na mama nakiri mwenyewe, anasema pamoja na matatizo, kilichobakia nyumbani ambacho kimekuwepo ni chupa pekee ya mafuta kidogo.
Na hii ni kuonyesha kwamba tunamtumikia Mungu ambaye sio fundi cherehani wala fundi makenika, ambaye tatizo likitokea anakuja na kimbia kuja kuzima tatizo. Tatizo likitokea anakuja na kimbia kuja kuzima tatizo. Mungu tunayemtumikia wakati mwingine ameweka suluhisho lake mapema kabla tatizo halijatokea. Na kama unasema nazungumza kitu ambacho sio cha kibiblia, naomba niwasaidie. Katika kitabu cha Mwanzo 3, Biblia inasema wazazi wetu wakatenda dhambi katika bustani ya Edeni. Ndipo Bwana Mungu akaja akawafukuza ili watoke kwenye bustani, wasile mti wa uzima wa milele, wasije wakaishi katika dhambi milele zote. Na unajua Biblia inasema wakati Mungu anakuja walikuwa katika hali ya ukiwa, wamejifunika matawi juu ya uchi wao, na kwa sababu hiyo ikamlazimu Bwana achinje mwana kondoo na kuwaziba aibu yao. Unajua hujaelewa, kondoo alikuwepo kabla hawajaanguka dhambini. Narudia tena, suluhisho la Bwana limekuwepo katika muda mrefu kabla ya matatizo yetu. Kama mnadhani na watania, ninataka niwaambie asubuhi ya leo, jioni ya leo, ya kwamba nenda kwa Ibrahimu. Ibrahimu hana mtoto. Katika kitabu cha Mwanzo 22 amepewa mtoto, na Bwana anamwambia mchukue Isaka uende naye katika kilima nitakachokuambia. Ibrahimu anaenda mahali asipojua, lakini anapofika ili amchinje Isaka, Bwana anamwambia kutoka katika kichaka, Ibrahimu, usimchinje Isaka, maana kuna mwanakondoo. Mwanakondoo alikuwepo kabla Ibrahimu hajaanza kuchinja. Kuna mtu bado hajaelewa, naomba nipige hatua nyingine nimsaidie ya kwamba suluhisho la Bwana lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Kama unadhani nakwambia, nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Unajua watu wakatoka katika familia ya mzee Yakobo wakaenda kutafuta chakula katika nchi ya Misri. Walipofika wakamkuta ambaye walimuuza na kumtupa amekuwa katika nafasi ya kugawa vyakula. Walipofika wakastaajabu, yeye ndiye anayeamurisha chakula kitoka au kisitoke. Na nataka niwaambie suluhisho la Bwana lina muda mrefu kuliko matatizo yetu. Bado washiriki wa Magomeni hawajaniamini mpaka sasa. Naomba nipige hatua moja tena niwaambie jioni ya leo. Unajua Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 14, wana wa Israeli wamesafiri kutoka Misri, wamefika katika bahari ya Shamu, wanashindwa kupita, wanalia na kulalamika. Biblia yangu inasema ndipo Bwana akamwambia Musa, Musa, una nini mkononi mwako? Musa akasema, nina fimbo. Akasema, nyosha fimbo yako. Na maanisha jioni ya leo suluhisho la Bwana lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Shida yako huwa hujaliona, na ili uone unahitaji kwenda kwa Bwana mwenyewe. Na kama unadhani bado hujaelewa, nataka nikukumbushe jioni ya leo ninapomalizia dakika chache zilizokaa. Wote hapa niwaambie, wote tuliingia kwenye skendo, tukatenda dhambi, na tulipotenda dhambi tulikuwa ni wakufa milele. Ndipo nikasikia Biblia ikisema ya kwamba tayari mwana kondoo alishawahi kuchinjwa kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Haleluya! Suluhisho la Bwana lina umri mrefu kuliko matatizo ya familia zetu. Unachotakiwa kufanya, tengeneza urafiki na Mungu wako. Mama yule akaulizwa una nini? Akasema sina kitu na nina kitu. Akamwambia sasa hicho unachokiona kama si kitu, ninaomba sasa nikupatie maelekezo. Enenda ukatake vyombo huko nje, katake vyombo vingi na wala si vichache. Biblia yangu na yako inasema nabii akamwelekeza kwenda kwa majirani zake,
Naomba niwaambie watakatifu wa Bwana, unapopata mali katika maisha haya na hasa katika miji hii mikubwa, usijifanye umemaliza sana na ukajiwekea fensi hapo peke yako, ukashindwa kuwajali majirani zako, ukawapita walioko karibu na wewe kama si muhimu. Nataka nikukumbushe jioni ya leo, Baba wa mbinguni ni genius. Kuna wakati anaweka hatima ya maisha yetu kwenye maisha ya majirani zetu. Maana najaribu kufikiria, imagine mama huyu angekuwa hapatani na majirani zake, na ameambiwa akatafute vyombo vya kumtosha, na vyombo havipatikani nyumbani mwake, vinapatikana kwa majirani zake, vinapatikana kwa wale usiowasalimia, vinapatikana kwa wale usiowatembelea, vinapatikana kwa wale unaoona sio wa muhimu, vitapatikana kwa wale ambao unapita kama sanamu, unawaangalia kama si wa maana wala umuhimu wowote. Sikiliza nikwambie, vinapatikana kwa watu wa namna hiyo. Na Biblia leo inasema jifunze kuishi na majirani zako vizuri. Mwaka 2021 mwanzoni kabisa, nikiwa ninachunga mtaa mmoja pale Mwanza unaitwa mtaa wa Kisesa. Kanisa hapo kulikuwa na mama mmoja, ni kama akili zake hazieleweki vizuri hivi. Ni mtu wa maneno puyanga puyanga, na watu wanamuona hana chochote wala hauna umuhimu wowote. Yule mama akiwa kale kanisani, unajua ukimwangalia ni kama taila hivi, anaingia anacheka, anaingia anapiga kelele, anamaliza. Yani yeye ni mtu wa mdomo achia, muda wote ni maneno mengi. Sasa kanisa lote limembrandi kama mtu ambaye ni kama zimefyatuka kidogo. Na unajua yule mama, kwa kuwa mimi nilikuwa mchungaji wake na yeye ni mshiriki mwaminifu, shule Sabato wa kwanza kufika, lesoni yuko kwenye mjadala, maneno atakayozungumza nyinyi wenyewe mtakuwa mnajumulisha ya kwenu humo ndani ili maisha yaendelee. Yeye ni kupuyanga. Nikatengeneza urafiki na yule mama, akajua mimi ni mchungaji wake, akaniheshimu na kunipenda. Unajua siku moja nilikuwa na uamsho kama huu, wakati ninahubiri, nimemaliza siku hiyo, nilikuja nikiwa na dalili ya jino kuuma, nikajikaza, nikahubiri, nataka kumalizia, mishipa ikakamata jino, taya zimekamata. Siwezi hata kugeuka kumtazama mtu. Nikitaka kugeuka ninageuka mzima kutafuta balance ili nimtazame mtu. Niko katikati ya washiriki, kuna madaktari, kuna manesi hapo, hakuna mwenye msaada hata mungapi, hata mmoja. Lile mama lipo nitazama, likagundua kuna shida imetokea. Sikuendelea hata na hubiri, nikakaa pembeni, nikaomba tu mzee wangu hapo aje ahitimishe hubiri. Lile mama likanifuata pembeni, likaniuliza, mchungaji wangu umepata tatizo? Nikaliambia maneno haya hata kike hata vizuri, maana taya zimekamata. Nikaliambia mama, hapa kwenye gego hapa mawasiliano hayako vizuri, ninasikia maumivu yasiyo ya kawaida. Likaniambia, mchungaji wangu nisubiria hapa dakika chache ninakuja. Likatoka nje ya kanisa, likaenda hapo kwenye majani hapo, likaniletea kamuzizi kamti mmoja. Likaniambia, mchungaji wangu tafuna haka, ukimaliza uendelee kutuhubiri, tunataka kusikiliza maneno ya uzima sisi. Nikaniambia, mama acha utani. Nikasema, mchungaji wangu tafuna mchungaji wangu. Sasa watu wameshalijua, ni kama zimefyatuka hivi, lakini kwa sababu when you are desperate you try anything. Nikasema kwa kuwa unapokuwa kwenye taabu, lolote liloko linaweza kufaa kukusaidia. Nikakamata mzizi, nikapanua mdomo kwa taabu, nikauweka hapa, nikaanza kukangalina. Niambia, mchungaji tafuna vizuri, tafuna. Limenisimamia hapo, na mimi nikasema hakuna shida, nikaendelea kutafuna. Nilipotafuna, nataka nikwambie, hata dakika 3 hazikuisha, nikaona taya kana kwamba zimekamata ganzi, na nikaona yale maumivu ni kama yanakimbia kwa spidi. Baada ya muda nikatesti kuachama ili kuona kama ninaweza kuachama bila kupata maumivu. Nikagundua hakuna doti ya maumivu
wala ishara ya maumivu. Likaniambia, sasa mchungaji, umeshapona, nenda ukapige neno. Tunataka kusikiliza neno la Bwana. Nataka nikwambie dunia hii, Mungu anaweza kukupeleka mahali usipodhania. Mama naambiwa, mama, pona yako kwenye hili deni ni vile vyombo vilivyoko kwa wale usiowasalimia, usiowatembelea, majirani. Ninapenda angalau huyu mama, pamoja na kwamba alikuwa ni mke wa mtumishi, huenda alikuwa na mahusiano mazuri na majirani zake. Biblia yangu inasema akaenda akataka vyombo, tena vyombo kwa wingi, ndipo akakusanya akajifungia ndani mwake. Hubiri langu ni kama limeisha, lakini nataka nikwambie, mama alipojifungia akifuata maagizo ya nabii, maana ndio ujumbe wa leo. Kama ungeniuliza nitamke neno moja tu kuhusu sura yote hii tungeisoma, ningesema ya kwamba Mungu tunayemtumikia anaweza kufanya muujiza. Wakati milango ya maisha yako inapofunga, na wakati ukiwa nyuma ya milango iliyofunga. Narudia tena, huyu Mungu tunayemtumikia anaweza kufanya muujiza kwenye maisha yako wakati unapotii agizo lake la kufunga milango. Wakati milango ya maisha yako inapofungwa, nataka niwaambie watakatifu wa Bwana, katika maisha haya tungetafuta sana kutengeneza urafiki na Mungu wa majeshi. Haleluya! Yeye atatatua hatima ya maisha yetu wakati milango ya maisha yetu inapofunga. Wakati ndoa zetu, milango ya mahusiano inapofunga. Wakati uchumi wetu, milango ya uchumi inapofunga. Wakati malezi ya watoto wetu, milango ya malezi inapofunga. Mungu anaweza kufanya muujiza ikiwa tutatii agizo lake wakati milango yetu inapofunga. Mama akaenda kuchukua chupa yake, akaanza kumimina. Wachambuzi wa Biblia wanasema haikuwa chupa ya mafuta ya kupikia, ilikuwa ni chupa ya mafuta ya marashi ya kupakia. Na kwa sababu ya mazingira hayo, akaenda akachukua haka kachupa kidogo, akaanza kumimina mafuta hiyo ya thamani, akamimina katika vyombo vyote. Hata kijana wakati akileta kwa ajili ya haka kachupa kadogo kasikojua kuisha, Biblia inasema alipoleta, mama akauliza, kuna chombo kilichobakia? Mtoto akamwambia mama, vimeisha. Tamko la mtoto vimeisha likawa ni tamko la kukata mafuta yale katika kachupa kale. Nataka niwaambie, katika kile kinachodhaniwa hakina msaada kwenye maisha yetu, kinaweza kuwa msaada kwenye maisha yetu. Jitahidi kutembea pamoja na Mungu wako. Tengeneza urafiki pamoja naye. Katika mtanziko wa maisha haya tunayokutana nayo, kuna siku tutapitia maisha ya upweke. Naomba niwatie moyo, Baba wa mbinguni, yeye anajitambulisha ni baba wa wajane na baba wa yatima. Jioni ya leo ninatamani Baba akukumbuke katika uzoefu wa maisha yako. Ninatamani akukumbuke katika changamoto za maisha yako. Neno moja ninalolijua ya kwamba suluhisho lake lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Anasubiria muda mwafaka tatizo litokee na kisha atokeze katika maisha yako. Jioni ya leo nitaomba kwa ajili ya kina mama ambao
walikuwa na marafiki zao walioanza nao safari, lakini kwa bahati mbaya sana katikati ya safari, kwa kuwa tunaishi katika nchi ya wanaokufa, wakapumzika na wakabaki wao wakilea familia, wakipambana na familia. Na jioni ya leo wako katikati yetu. Huenda ni mwenzi wa kike, huenda ni mwenzi wa kiume. Kama unasema hivyo, simama pamoja nami. Wakati wengine wanasimama wote, simama wewe, njoo hapa mbele. Tutakuwa na ombi maalum kwa ajili ya kina mama na kina baba, kina mama wajane, kina baba wagane. Tutakuwa na ombi maalum kwa ajili yenu. Tembea mbele. Wengine wote tusimame. Wakati akina mama wanakuja hapa mbele, naomba tena nipige hatua nyingine ya kuomba. Kuna mtu anasema, baba, ninajua nilikuwa na wazazi wangu, nilikuwa na baba yangu, nilikuwa na mama yangu, nilikuwa na hawa wazazi walionizaa, nilikuwa ninakwenda kwao kama tunu ya muhimu katika maisha yangu, lakini kwa sababu ya safari juu ya maisha haya katika familia yetu tukaachwa ukiwa. Baba kalala, mama kalala, na sasa tunasimama sisi, hatuna baba, tunasema tuna wewe, baba yetu pekee yako. Tunaomba utukumbuke jioni ya leo. Kama nasema hivyo na wewe, tembea mbele. Tembea mbele. Tembea mbele. Maana yeye anasema ni baba wa wajane. Yeye anasema ni baba wa yatima. Yeye anasema ni baba wa wagane. Yeye anasema ni baba wa wasiokuwa na watetezi na wazazi juu ya uso wa nchi. Sema hivyo, tembea mbele. Leo tutakuwa tunaomba special kwa ajili ya timu hii, na kwa sababu hata tumesahau kuzungumza juu ya maneno ya kuatia moyo wala mafundisho wala mahubiri yanayogusa maisha hayo, na kwa sababu wote ni wataradhia wa situation kama hii, jioni ya leo tuko kwenye mtanziko wa mjane, mtanziko wa yatima, mtanziko wa mgane, mtu ambaye alianza maisha kwa furaha na amani na upendo, lakini along the way sasa unasema nimepoteza wote hawa. Paulo anasema, je, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Yesu? Je, ni mauti? Je, ni misiba? Je, ni umaskini? Je, ni madeni? Je, ni nini? Naomba niwatie moyo jioni ya leo, kwa kuwa tunaishi katika nchi ya wanaokufa. Tujipe moyo, tujipe moyo. Iko siku inakuja, tutaishi katika nchi ya wasiokufa. Tutaishi na baba yetu, tutaishi na rafiki yetu, tutawaona wenzi wetu, tutawaona waume wetu, tutawaona wake zetu, tutawaona wazazi wetu waliotangulia mbele ya haki, na tutafurahia kukaa pamoja nao. Maana suluhisho la Mungu wetu lina umri mrefu kuliko matatizo yetu. Yeye alishaweka ng'ambo, iko ng'ambo inakuja, tutamuona yeye pamoja na wapendwa wetu waliotangulia. Tusivunjike moyo, tengeneza urafiki pamoja naye. Nitamwalika tena mchungaji jioni ya leo kama kuhani atakayetupeleka mbele za Mungu wetu. Fundi wangu, mpatie mic mchungaji ili aombe kwa ajili yetu. Aombe kwa ajili ya hii timu ambayo haina wa kuisemea, timu ambayo haina mtetezi, timu ambayo imebakiza Mungu peke yake, yeye peke yake. Mashauri, maonyo, maelekezo imebakiza kwa Mungu peke yake. Bwana
atuongezee ujasiri tena tunapoendelea kumngoja. Anakuja upesi, anakuja upesi, hata nyamaza milele. Jitie nguvu, jitie nguvu. Pasa karibu uombe kwa ajili ya watumishi wako. Baba mwema, Mungu wetu na muumbaji wetu, tunakupa utukufu na tunakuhimidi kwa jioni hii ya leo tena ambayo umetupatia. Jioni nzuri ambayo umekubali kusema nasi. Ninaomba lile neno ambalo leo tena umelituma mioyoni mwetu, ukitukumbusha juu ya maisha yetu namna yalivyo mafupi hapa duniani, na ukituonyesha ya kwamba saa yoyote mmoja wetu aweza kuingia katika mtanziko. Baba, maneno hayo tena umeyapanda. Naomba kwa kuwa ni neno lako, kama mtumishi wako Isaya ulivyomtumia ukasema nasi ya kwamba neno lako halitaenda bure, litatimiza makusudi yake. Naomba na hili la leo tena litimize makusudi yako katika maisha yetu. Naomba utusamehe pale tulipokwenda kinyume na mapenzi yako. Na Mungu wangu, naomba ukatuhesabie haki yako tu kwa Yesu Mwokozi wetu. Leo liko kundi la wazazi wanaolea peke yao, kundi la wajane ambao Bwana wamefiwa na waume zao, kundi la kina baba wanaolea peke yao watoto. Baba, watumishi wako hawa waliokuja mbele zako katika jioni ya leo, wewe unajua mitanziko ya maisha yao, unajua vilio wanavyolia, unajua mapito wanayoyapita, unajua matamanio wanayoyatamani. Baba wa mbinguni, wewe uliye hai, kila mmoja aliyeko mbele zako katika jioni ya leo, mwenye hitaji lake katikati ya hawa ambao umewasogeza mbele, ninaomba ukapate kuwahudumia katika jioni hii ya leo. Mwangalie mjane huyu aliyeko hapa. Hebu tazama na watoto wao, kwa kuwa neno lako li hai, na wewe umesema ni mteteaji wa wajane. Ikiwa yuko mjane fulani hapa anayepitia magumu, anayepitia mateso na amekosa mtetezi, na hata wengine wana kesi katika mahakama mbalimbali, Yesu tafadhali, wewe uliye mteteaji wa wajane, ukianza na hawa walioko hapa na wale ambao wapo katika mitandao, popote alipo mjane anayehitaji uteteaji na uingiliaji kati wa mbingu, tafadhali Baba, uwatembelee wajane hawa, ukawainue na kuwatoa katika mitanziko wanayopitia. Baba, wako akina dada hapa na akina baba hapa, nao mitanziko ni hiyo hiyo, wanapita katika changamoto ya upweke. Yuko dada hapa analea peke yake na angetamani awe na mwenzi wa maisha. Bado Mungu, wewe hujachelewa kujibu maombi yake. Tafadhali mtazame hata na huyo, ukamtendee mema kadiri ya mapenzi yako. Mungu wetu, tunaweza tukakosa maneno mazuri ya vile ambavyo tungetamani kuwawakilisha watoto wako hawa mbele zako, lakini kadiri ya kuhitaji kwa kila mmoja, naomba ukamhudumie jioni ya leo. Pamoja na hayo, tunalo boksi katikati yetu limebeba mahitaji ya watoto wako. Boksi hilo lina maombi, boksi hilo lina machozi na vilio, boksi hilo Bwana lina magumu yaliyoletwa. Tafadhali Bwana, kila ombi balo watoto wako wameliandika wakalileta, tena wakiandika kwa imani, tafadhali husika kuwasaidia watoto wako.
wengine wameombea biashara, wengine wameombea maisha ya familia, wengine wameombea Bwana kazi, wengine wanatafuta wenzi wa maisha, wengine wanatafuta amani. Kila mmoja Bwana analo hitaji lake. Ninaomba wewe ambaye unayajua yote uwasaidie watoto wako jioni ya leo. Ni kweli wengine hawajaandika, lakini mioyo yetu bayo ni karatasi iliyo wazi mbele yako Baba. Kila mmoja aliye na hitaji lake katika moyo wake tunamsogeza na kumuinua kwako Bwana, ukamhudumie jioni ya leo. Mola wetu, unapotukumbuka na kutusaidia, usilisahau kanisa lako, hususan kanisa hili la Magomeni. Baba, endelea kuwakumbuka waumini wake mmoja mmoja, endelea kuwakumbuka viongozi uliowaweka Baba. Ruhusu kanisa hili likae katika amani yake, ruhusu kanisa hili likae katika umoja wake, ruhusu kanisa hili likae katika upendo mkamilifu. Zaidi sana Bwana, tutie shime kuifanya kazi yako uliyotuita kuifanya. Dunia inaomboleza, dunia iko katika giza. Tunakuomba Bwana, lifanye kanisa hili kuwa nuru itakayoendelea kuangazia wengine nuru yako. Baba, asante kwa ajili ya mchungaji Bahini, endelea kumbariki. Huduma uliompatia na wito uliompatia kwa zamu yake, endelea kumtumia kama chombo mikononi mwako vile unavyotaka. Endelea Yesu kumtumia, na utukufu ukawe ni wako siku zote, na hata baada ya neno hili baraka zako na ziwe juu yetu. Asante Yesu kwa sababu umesikia jioni ya leo, na ikiwa liko hitaji lolote ambalo tulikuwa tulitamke kama hitaji kwetu, naomba Bwana utupatie yote, maana tunamuomba Baba yetu ambaye hakuna hata moja lililofichika kwake. Hivyo maisha yetu tunayaweka mikononi mwako, tukiomba leo tena tubatize kwa Roho Mtakatifu, na tutengeneze na tuandae kukuona ujapo mara ya pili. Neema yako yatosha. Ni kwa Yesu Mwokozi wetu tumeomba tukiamini, amen. Jamani, Mungu awabariki sana. Naomba tuketi kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru sana kwa ajili ya ujio wa kila mmoja katika juma hili makini, juma la kaya na familia. Limeendelea kuwa juma la baraka. Tunashukuru kwa ajili ya huduma ya Pastor Bahini, na tunashukuru kwa ajili ya huduma ya kila mmoja ambaye ameendelea kujitoa. Kwaya yetu ya leo katika zamu, Mungu awabariki sana. Na tunashukuru wote ambao tumekuwa tukihudumu katika huduma mbalimbali. Tunawakaribisha tena kesho. Tutaendelea kuanzia asubuhi katika ibada ile makini ya baraka za asubuhi. Tunakukaribisha usikose tena.
na tunaendelea kuwakaribisha pia jioni ya kesho, ikiwa ni jioni ya Jumatano. Karibu sana, usikose. Uko mbaraka wako huko mitandaoni. Bwana aendelee kuwabariki. Msiache kufuatilia na kupokea baraka zenu, na tunayo akaunti zetu katika mitandao. Unaweza ukaweka hapo sadaka yako, ukaweka fungu lako la 10 kwa maana ya zaka, na usisite kuwasiliana na muhazini ili upate risiti yako na taarifa ya matoleo yako kwamba imefika. Bwana awabariki sana. Tunapotoka jioni hii ya leo, nitaomba wale wajumbe wa baraza la kanisa walioko hapa, basi wataingia wote katika chumba hicho cha maandalio kwa ajili ya jambo muhimu ambalo linapaswa lifanyike ili mambo yaweze kwenda sawa. Mungu awabariki. Ninawatakia ibada njema. Niwakaribishe wabeba nuru kwa ajili ya wimbo tunapotawanyika. Yupo ambaye anatusubiri nyumbani kwetu kule juu mbinguni, tukimaliza mwendo wetu hapa ulimwenguni. Mateka tuliyotekwa na mwovu, tutakaporudi nyumbani kwetu, furaha yetu kumuona yule mkombozi wetu. Yupo ambaye anatusubiri nyumbani kwetu kule juu mbinguni, tukimaliza mwendo wetu hapa ulimwenguni. Mateka tuliyotekwa na mwovu, tutakaporudi nyumbani kwetu, furaha yetu kumuona yule mkombozi wetu. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani kwa furaha tele. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani kwa furaha tele.
Usifadhaike, Yesu asema, nyumbani kwa Baba makao tele. Aliahidi tutakwenda naye huko mbinguni, tukaishi maisha ya furaha pasipokuwa na machozi tena. Kamba zile za ibilisi Yesu ameziondoa. Usifadhaike, Yesu asema, nyumbani kwa Baba makao tele. Aliahidi tutakwenda naye huko mbinguni, tukaishi maisha ya furaha pasipokuwa na machozi tena. Kamba zile za ibilisi Yesu ameziondoa. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani kwa furaha tele. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani kwa furaha tele. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani kwa furaha tele. Tumekombolewa na Bwana Yesu, tuliokuwa matekani sasa tumekuwa huru. Malaika juu washangilia, mateka warudi nyumbani